Mamlaka nchini Ghana zimeanza uchunguzi kufuatia taarifa zinazomhusisha raia wa Urusi aliyeshutumiwa kujihusisha na vitendo vya kingono na wanawake wa Ghana, kisha kurekodi na kusambaza video hizo bila ridhaa yao. Katika taarifa, maafisa wamesema taarifa za awali zinaonyesha kutuhumiwa huenda kwa sasa hayupo ndani ya mipaka ya nchi hiyo. Hata hivyo, wamesisitiza kuwa hali hiyo haipunguzi uzito wa tuhuma wala dhamira ya serikali kuhakikisha kunakuwa na uwajibikaji. Wizara ya Jinsia, Watoto, Ulinzi wa Jamii imethibitisha kuwa inashirikiana kwa karibu na Wizara ya Mawasiliano na Ubunifu wa Kidijitali, polisi wa Ghana, vyombo vingine vya usalama pamoja na washirika wa kimataifa. Hatua hizo zinajumuisha ushirikiano wa kuvuka mipaka na msaada wa kisheria. Waziri wa Jinsia Daktari Agnes Momo Lati ameonya umma dhidi ya kusambaza video hizo, akisema kufanya hivyo kuna kiuka faragha na utu wa waathiriwa. Mamlaka pia zimesema kuwa msaada wa kisaikolojia na kisheria unatolewa kwa siri kwa watu walioathirika. Wakati huo huo, mamlaka ya usalama wa mtandao imeonya kuwa yeyote atakayepatikana kisambaza maudhui ya faragha yanayohusiana na tukio hilo anaweza kukabiliwa na kifungo cha kati ya mwaka 1 hadi miaka 3 kwa mujibu wa sheria za usalama wa mtandao wa mwaka 2020. Maafisa wanasisitiza kuwa usambazaji wa maudhui ya faragha bila ridhaa ni kosa la jinai, na wamewahimiza wananchi kuripoti matukio yoyote yanayohusiana na suala hilo kwa vyombo husika. Hadi sasa, taasisi za serikali nchini Kenya zikiwemo idara ya upelelezi wa makosa ya jinai yani DCI pamoja na Wizara ya Usalama sijatoa taarifa rasmi kudhibitisha uwepo ama uchunguzi wa ndani, licha ya video hizo kusambaa kwa kasi mitandaoni na kudaiwa kuonyesha matukio katika maeneo mbalimbali ya Nairobi.